ardhi yetu ni ndogo, idadi ya watu inaongezeka kila uchao. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba ardhi yetu iko pale pale, lakini watu tunaongezeka. Kwa mahitaji ya ardhi yatakuwa ni makubwa kwa shughuli za maendeleo pamoja na kijamii. Kwa hiyo tuna haki ya kuipa mpangilio mzuri ardhi yetu hii ili tutumie twende vizuri zaidi. Zoezi hili kama inavyosemekana awali lina muhimu na linalenga kushajihisha wananchi kufuata sheria, kanuni na taratibu za usimamizi bora wa utawala wa ardhi ili kuweza kuimarisha maendeleo ya nchi na ustawi wa jamii. Maanake hati yako uliopewa itakusaidia wewe kusema huyu ndo mwenye eneo hili. Wewe kuwa na hati ni muhimu. Na hili nafikiri wenzetu wameshaanza. Tumeanza maeneo ya Kajengwa kama eneo kusini huku. Tutaendelea katika sheria zote hizi ili kuona kwamba kila mwananchi ana hati katika eneo lake. Hata kama nyumba yako ya kawaida hii, basi iwe na hati yake, ili asiyakatokea mjanja akasema hii ni nyumba yangu, hili eneo langu. Kila siku migogoro ya ardhi inaendelea nchini. Hii inatokana na wananchi wengi kutokuwa na hati ya kisheria. Kwa leo uwepo wetu hapa, tutawapa hati watu 55. Manake tumeanza kuwatambua hawa wana maeneo rasmi, na zoezi kama sema litaendelea nchi nzima ili kuhakikisha kwamba watu wetu wanaepukana na migogoro. Maeneo yetu haya tuna changamoto ya watu kuja akasema kiwanja hichi cha kwangu, na hasa katika shehia ya Kajengwa, Tasani, Mzuri, Jambiani zote mbili kidogo kidogo, Paje, na kwa sababu maeneo haya kidogo na sekta utalii, kwa hivyo ardhi imekuwa mali. Kwa hiyo kila mtu anasema eneo la kwake. Kwa hivyo utaratibu ulikuwa mzuri ni kufika hapa leo tukawasikiliza wenzetu wataalamu hawa, lakini na sisi ambao tupo hapa tutumie fursa hii katika kuelimisha wenzetu. Leo tumefanya shughuli hii au tunaendelea kufanya shughuli hii ya ugawaji wa hati za utambuzi, na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, leo tutatoa hati 55, na tumefanya zoezi hili badala ya kuwasumbua wananchi hawa kuja mjini kuchukua hati zao. Kupitia wiki hii ya ardhi tumeona ni muhimu tuwafuate wananchi, tuwapunguzie masafa, na tutajitahidi kuweka mazingira ambayo hata kama sio wiki ya ardhi, lakini tukiona kuna mazoezi kama haya, basi tutumie fursa hizo kuja kuwafuata wananchi na kutoa hati katika maeneo yao. Na tumekuwa tukifanya hivi katika shughuli mbalimbali za maeneo ya utambuzi hasa, lakini tunaweza kuangalia hata katika maeneo mengine kama kuna wananchi wengi, tunaweza kuwafuata na kuja kuwapa huduma katika maeneo yao. Kiukweli ni furaha kubwa kwa upande wangu, kwa sababu hati hii itaniwezesha kwanza kuona kwamba kweli mimi namiliki hii ardhi. Lakini pia hati siku hizi sio umiliki tu, lakini naweza kuitumia hati yangu hata kuweza kupata vibali vya ujenzi kirahisi. Lakini pia wakati mwingine naweza nikaitumia hata hati yangu kuweza hata kutafuta mkopo, ikawa ni dhamana yangu ya mkopo katika mabenki au taasisi mbalimbali za kifedha, kwa sababu nacho kithibiti kwamba hile eneo namiliki kwa sasa. Na kiukweli ni furaha kubwa. Jambo hili takriban mwaka mmoja toka nianze process, lakini sikuwahi kupanda gari kwenda mjini wala kusumbuka kwenda sehemu yote. Ni tangazo lilokuja kutoka kwa sheha wa shehia ya Nganani kupitia kamisheni ya ardhi kwamba wanaomiliki viwanja katika maeneo wende wakajisajili kwa sheha, na nikenda nikajisajili, nikachukua masharti yote. Baadaye juzi nikapigiwa simu kwamba kama upo tayari tukutumie control number ulipe. Nikalipa na pesa zenyewe alhamdulillah ni kidogo tu, maana shilingi 70,000. Baada ya kulipa nikaambiwa leo nifike Paje katika viwanja hivi kuja kukabidhiwa hati yangu. Hati nimekabidhiwa ambayo ina kila kitu na naonyesha na ramani kabisa ya kiwanja ambacho nimepatiwa hati. Zoezi la utoaji wa hati ni haki ya kila raia wa Kizanzibari, naweza kusema hivyo. Kwa hiyo kwa kila kijana, kwa kila raia wa Kizanzibari ni vyema unapoamua kwenda kutafuta ardhi, ni vizuri kufata taratibu zote kuanzia za awali mpaka hitimisho la kupata hati hii. Na sio hatua ngumu,
Ni swala tu la mtu kuamua kufuatilia kuanzia kwa muuzaji anayekuuzia, kuhakikisha kwamba je, mtu huyo ni halali katika kukuuzia, ni mmiliki kweli. Lakini taarifa zake pia unaweza kuzipata kupitia kwa viongozi wetu wa maeneo yetu tunayoishi. Kwa hiyo unatakiwa ufike kwa sheha. Sheha yeye atakwambia kwamba eneo hilo kweli ni eneo halali la mtu fulani au ni eneo ambalo ni reserve kwa ajili ya matumizi mengine.